Robert Prevost. Haya ndiyo majina yake halisi ya papa mpya, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, na ambaye jina alilolichagua ni kuitwa Papa Leo wa 14 mwenye umri wa miaka 69 na anakuwa papa wa 265. Hii ni TriGen Media, nami ni James Kanyika. Fuatana nami. Papa Leo wa 14 anakuwa kiongozi wa kwanza kutoka Marekani kushika wadhifa wa papa, ingawa wengi wanamchukulia kama kardinali kutoka Amerika ya Kusini, kufuatia miaka mingi aliyohudumu umishonari nchini Peru kabla ya kuwa askofu mkuu huko. Shamra na nderemo katika viunga vya Vatican zilisikika kabla ya kutangazwa kwake, ambapo waumini waliokusanyika waliendelea kuimba wakisema Viva il Papa, maneno yenye maana ishi milele Papa. Ana uraia wa Peru na anakumbukwa kwa upendo kama mtu aliyefanya kazi na jamii zilizotengwa na kusaidia kuunganisha jamii katika kanisa la eneo hilo. Historia yake ni kwamba alizaliwa Chicago mwaka 1955. Katika kazi za kitume alizopitia ni kwamba alihudumu kama kijana wa altare na aliwekwa wakfu kuwa padri mwaka 1982. Katika maneno yake ya kwanza kama Papa Leo wa 14, alionekana ni mwenye ungwana mkubwa kwa namna alivyomzungumzia mtangulizi wake hayati Papa Francis. Nikimnukuu, anasema kuwa bado tunasikia masikioni mwetu sauti dhaifu lakini daima yenye ujasiri ya Papa Francis ambaye alitubariki. Aliongeza kwa kusema, tukiungana na kushikana mikono na Mungu tusonge mbele pamoja, aliwaambia umati wa watu waliokuwepo katika viunga hivyo vya Vatican. Hata hivyo, Papa Leo alikuwa mwanachama wa shirika la Agustino. Katika umri mdogo wa miaka 30, Papa Leo wa 14 alihamia Peru kama sehemu ya misheni ya Agustino. Alizaliwa Chicago mwaka 1955. Prevost alihudumu kama kijana wa altare na aliwekwa wakfu kuwa padri mwaka 1982. Itakumbukwa kwamba hayati Papa Francis alimteua kuwa askofu nchini Peru mwaka mmoja baada ya kuwa papa. Moja ya sifa yake ya ziada kutokana na nafasi alizopitia, Papa Leo anawajua makardinali wote ulimwenguni kwa sababu ya nafasi yake muhimu aliyohudumu katika cheo cha mkuu wa baraza la maaskofu. Na baadhi ya wachambuzi wanadhani hiyo pia ni mojawapo ya mambo yaliyomsaidia kuchaguliwa, kwani 80% ya makardinali walioshiriki katika mkutano wa baraza ni wale walioteuliwa na Papa Francis. Pamoja na kwamba kiongozi huyu mkuu wa kanisa Katoliki duniani lenye takribani ya waumini bilioni 1.4, lakini bado kutokana na hali sasa ya machafuko ya kisiasa na vita vinavyoendelea, bado atakuwa na jukumu la kudumisha amani na kuhimiza ushirikiano kamili wa kidiplomasia duniani kote, lakini pia kukabiliana na baadhi ya mambo ambayo huenda ni mapya na ambayo yanakinzana na imani ya kanisa Katoliki. Hii ni TriGen Media. Kuwa wa kwanza kupata habari mpya kila zinapowekwa, usisahau kulike, kusubscribe na kushare yale mazuri yanayopatikana katika chaneli yetu.